pia mke wangu na familia, lakini pia wapo watumishi wa Mungu ambao wanaendelea kutuombea, wale ambao tunasimama madhabahuni hapa. Mungu awabariki sana. Lakini pia nikushukuru hata wewe ambaye umefika katika ibada ya leo. Liko kusudi Mungu anahitaji kwenye maisha yako, na naamini atakwenda kutenda. Bwana asifiwe. Binafsi naona kama vile kila kitu kimeshazungumzwa na kimeshafanywa. Ukifuatilia vizuri kuanzia neno la utangulizi, tayari kuna mambo ambayo yameshazungumzwa na lile kusudi la siku ya leo limezungumzwa. Lakini pia waimbaji Shalom wametuambia kutoka ile Hagai 1, pandeni milimani mkailete miti mkaijenge nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Kichwa cha somo cha neno langu la leo kinasema fanya kitu ili Bwana atukuzwe. Nitatoa tu mfano miwili tu ili kazi ya Bwana iendelee. Bwana asifiwe. Fanya kitu ili Bwana atukuzwe. Nitazungumza kwa watu hawa wawili. Mmoja anaitwa Dorcas, tunafahamu habari zake, na wa pili ni Mfalme Hezekia. Bwana asifiwe. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu hata kukufikisha leo hapa ulipo. Hiyo afya ulionayo, uzima ulionao, liko kusudi. Kwa sababu ukifuatilia vizuri, kuna wakati mwanadamu anaishi, anafikia wakati anafanikiwa sana, inaweza kapita wakati akapitia changamoto fulani, lakini mimi na wewe Mungu ametufikisha leo, naamini liko kusudi. Kile ambacho mwenyekiti wa ujenzi alisema tunahitaji kumjengea Bwana, tukikumbuka alikotutoa hata alipotufikia leo, naamini Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Sasa neno la tutasoma kutoka Matendo ya Mitume sura ya 9. Matendo ya Mitume sura ya 9, taanza mstari wa 36. Nitasoma mistari miwili alafu nitakwambia. Neno la Mungu linasema, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani, na kwa kuwa mji wa Linda ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas. Wakati ule alipokuwa pamoja nao, Petro akawatoa wote, akapiga magoti akaomba. Kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajinua akaketi. Akampa mkono akamuinua, hata akisha kuwaita wale watakatifu na wajane akamweka mbele yao hali yuhai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niseme kidogo tu. Kulikuwa na huyu binti anayeitwa Dorcas. Inawezekana ulishasikia habari nyingi kwa habari ya huyu. Alikuwa taaluma yake ni mshonaji, kama vile tulivyo nao leo washonaji hapa. Lakini Biblia imemtaja alikuwa na sifa kuu mbili na nyingine hazijatajwa. Moja inasema alijawa na matendo mema. La pili, pamoja na sadaka alizozitoa. Kwa alikuwa na matendo mema, lakini pia alitoa nini? Sadaka.
Lakini kwenye kutoa huko, kufanya matendo mema, alijali wajane na yatima, watu waliokuwa na uhitaji. Huyu Dorcas alifanya. Na ukifuatilia vizuri inaonekana katika kijiji kile na mji ule, Dorcas alifahamika. Kwa sababu alikuwa anaangalia huyu mtu ana uhitaji, alikuwa anamchukua na kwenda kumshonea. Sasa siku ya siku Dorcas, maandiko yanasema aliugua. Na baada ya tu ya kuugua, Dorcas akafa. Baada ya kufa, maandiko hayajasema walizika, bali kuna vitu viendelea hapo. Wakaamua kumuosha, wakamweka orofani, au wakamweka kwenye chumba cha juu. Bwana asifiwe. Hali ambayo ilikuwa katika kijiji kile haikuwa sawa, kwa sababu Dorcas alifahamika ni mtu anayesaidia watu. Leo hii imekuwaje amefariki? Kama desturi ilivyo kwa watu, mtu akifariki inawezekana wazee, watu wale wazima wanakaa wanafikiria tunafanyaje. Kwa baada ya kikao na mazungumzo marefu, wakasema huyu mtu anazikwa vipi? Ikabidi wamweke kwenye chumba cha juu horofani. Wakati wakiendelea kusemezana sana, wakakumbuka huyu mtu hawezi kuzikwa hivi hivi. Tulishasikia habari za Yesu alifufua watu, lakini sasa hivi hayupo. Wapo wanafunzi wake, na taarifa ikafika ya kwamba yupo Petro kijiji cha jirani. Kwa nini tusitume watu tumuite aje hapa atuambie mtu wa namna hii mwenye matendo mema anazikwa vipi? Bwana asifiwe. Kikao kilipokaa, wakaazimia watume watu wangapi? 2. Wakaenda mpaka kijiji cha jirani, wakamkuta Petro kule. Petro akaambiwa tunaomba uje usikawie. Petro alipofika pale, kwanza akakuta umati mkubwa sana, watu wakiwa wanaomboleza na kulia, watoto kwa watu wazima, wajane kwa watu wazima. Petro akashangaa, huyu ni mtu wa namna gani? Akaambiwa huyu ni Dorcas. Nikawa nafikiria kimoyomoyo, yawezekana akaanza kuuliza, je, huyu si shemasi wa kanisa? Je, huyu si mtu fulani mwenye wadhifa? Kwa sababu watu walikuwa wanalia sana kwa ajili ya nani? Ya Dorcas. Alipofika kule ndani, akawakuta wale wajane wanamuonyesha nguo ambazo alikuwa anashona Dorcas, alizoshona wakati ule. Watu waliomboleza, watu walilia sana. Petro akasema hakika huyu ni mtu aliyejaa matendo mema. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema Petro alipokwenda kule juu, aliwatoa nje, alifanya jambo moja. Funguo ya mambo yote ni kumuomba nani? Mungu pekee. Alikumbuka wakati Yesu anamwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga nini? Kanisa langu. Petro akakumbuka ya kwamba kumbe nimepewa mamlaka. Wakati Yesu anaponya kule watu, na mimi nilikuwepo. Leo ameniita mimi, lazima Dorcas leo uamke. Petro, maandiko yanasema alimuomba nani? Bwana. Na baada ya kumuomba, Dorcas akapiga chafya. Alipofungua macho anamuona Petro, akamnyanyua. Dorcas akawa mzima, akawapa watu. Hembu mpigie Bwana makofi na vigelegele. Yule ambaye alizimika, alilala, lakini maombi ya Petro alisababisha akapona, akawa nini? Mzima. Bwana asifiwe sana. Kwa wakati vitu vikifa, Mungu anatazama huyu mtu ilikuwaje. Inawezekana alifikiria hao watu walioomboleza walikuwaje, hawa watu watafanya nini? Dorcas hakuzikwa. Kawaida ilikuwa mtu akifa anazikwa, lakini Dorcas baada ya kufa wakaanza vikao, huyu mtu anazikwa vipi? Wakasema haiwezekani. Bwana asifiwe. Naomba tusome mfano wa pili. Huyo wa kwanza anaitwa Dorcas. Wafalme wa pili sura ya 20. Tunaona tu mfano kuwa unapofanya kitu kwa ajili ya Bwana, kuna jambo linatokea kwenye maisha yako. Unapofanya kitu kwa ajili ya Bwana,
Leo sisi tunahitaji tufanye kitu kwa ajili ya ujenzi wa kanisa letu. Ndio maana hii shangwe inayoendelea hapa, naamini wengi wanatambua namna inavyokuwa. Wewe ambaye bado ni mgeni, unaweza ukajionea hapa. Liko kusudi na liko jambo. Wafalme wa Pili sura ya 20. Nitasoma mistari michache tu, wa kwanza mpaka wa 3. Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwambia Bwana, akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Wewe unaweza ukaandika tu hiyo Wafalme wa Pili 20 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Huyu mfalme, maandiko yanasema, alijawa naye matendo mema, alitenda yaliyo mazuri machoni pa Bwana. Lakini siku moja aliugua, akawa anakaribia kufa. Mtumishi wa Mungu Isaya akapewa ujumbe, peleka kwa huyu mfalme. Isaya alipofika pale akamwambia, tengeneza mambo ya nyumbani kwako, hakika utakufa. Lakini cha kushangaza, huyu mfalme baada ya kupewa taarifa hiyo nzito, akitambua ya kwamba Isaya ni mtumishi wa Mungu, hakuanza kusema sasa itakuwaje, yawezekana nina mke nitamwachaje, yawezekana nina watoto wataishaje. Maandiko yanasema mfalme akageuka nyuma, akaanza kumsihi Mungu, akasema, Bwana, naomba ukumbuke sasa jinsi nilivyoenenda katika kutenda mema, tena kwa ukamilifu. Naomba Bwana ukumbuke. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema alilia sana. Baada ya mfalme kulia sana, Mungu akamwambia Isaya, kabla hujaondoka rudi kamwambie mfalme ya kwamba nimesikia maombi yake. Kile ambacho nilipanga afe, sasa hatokufa, bali nitamuongezea miaka mingine 10 na ngapi? 15. Bwana asifiwe. Kumbe unapofanya mema, kuna wakati Mungu anatazama, huyu kuna jambo linatakiwa limkute, lakini akiangalia anaona huyu mtu anatenda mema, huyu mtu ananifanyia yaliyo mazuri katika ujenzi, katika kujali yatima, katika kufanya yote. Mungu anatazama, anakumbuka ya kwamba huyu mtu hastahili kuondoka, bali anapaswa kubaki, ili ibaki ushuhuda, ili aendelee kutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme akaongezewa miaka 15 na akamwambia, siku ya 3 utarudi hemani mwangu, nawe utaendelea kunitukuza katika jina la Yesu. Haleluya. Tunajua leo inawezekana watu wengi wakiumwa wanabaki nyumbani, si ndio? Anasema ninaumwa sana. Ndivyo ambavyo ilitokea kwa mfalme Hezekia. Aliumwa akashindwa kwenda, lakini Mungu baada ya machozi yake alilia sana. Aliomba akasema, Bwana kumbuka sasa. Je, wewe unapokutana na changamoto unamuonyesha nini Bwana? Ulitenda yapi kwenye ujenzi, kwenye kusaidia watu? Mungu unaweza kumuonyesha kuwa katika hili Bwana kumbuka sasa. Hezekia alimwambia Bwana kumbuka sasa. Tuliona alifanya kwa Dorcas, tumeona amefanya kwa Hezekia, hata kwako anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kile ambacho umekipanga kufanya, Mungu ataonekana. Namalizia kifungu kimoja, Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7. Tunaujua sana, na ukifuatilia bahasha zetu hizo, hili neno limeandikwa. Linasema hivi, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima,
Maana Mungu humpenda mtu atoae kwa nini? Hebu turudie tuseme wote Bwana. Kila mtu na atende kama alivyokusudia wapi? Moyoni mwake. Si kwa huzuni wala si kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo. Kwa hiyo kama leo tunakwenda kumtolea Bwana kwa ajili ya kujenga nyumba ya nini? Usitoe kwa huzuni, si ndio? Wala usitoe kwa lazima. Why? Mungu anampenda yule anayetoa kwa moyo. Sasa ufanye nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni. Naomba tuimbe tu wimbo mmoja, nimemaliza. Upendo, 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 upendo. Upendo, 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 upendo.